Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena Aisha's Food. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kupika pudding ya maziwa. Katika bakuli nimeweka maziwa fresh vikombe viwili ambayo ni sawasawa na mils 500. Sukari nimeweka vijiko 5 vikubwa vya chakula, na sukari unaweza kutumia hata ya brownie. Baada ya hapo nitafuatia kwa kuweka unga wa cornstarch vijiko 5 vikubwa vya chakula. Baada ya kuweka mahitaji hayo, nitachanganya vizuri kama hivyo ambavyo inaonekana katika video, na kisha nitaweka pembeni. Nitachukua pan, unaweza kuchukua hata sufuria ukaweka jikoni. Halafu baada ya hapo nitafuatia kwa kuweka ule mchanganyiko kama hivyo, kisha nitaanza kupika kwa moto mdogo mdogo mpaka pale utakapo kaza. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, basi nakusihi ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare na marafiki. Vile vile matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Baada ya hapo mchanganyiko wangu utaonekana kama hivyo ambavyo unaonekana. Hakikisha moto ni mdogo mdogo, usipike kwa moto mkali sana ikapelekea kuungua. Hapo tayari imekaza na iko tayari kwa ajili ya matumizi mengineyo. Nimechukua bakuli, nimepakaza siagi kidogo. Kisha baada ya hapo nitamimina ule mchanganyiko kama hivyo ukiwa una uvuguvugu kiasi. Kisha nitaacha upate kupoa kabla sijaenda kuweka kwenye friji. Utakava kwa juu, unaweza ukatumia plastic wrap ama ukatumia container ambalo lina mfuniko. Na nitaacha kwa muda wa masaa 2 mpaka 3 mpaka pale itakapokuwa imeshikana vizuri. Hapo nimenyunyizia nazi kavu kidogo kama hivyo. Kisha baada ya hapo nitaweka ile pudding yangu juu ya hiyo nazi. Unakuwa unaberua juu chini. Baada ya hapo nitapitisha mistari kama hivyo, unakuwa unakata vizuri. Hakikisha mistari inakuwa inalingana vizuri kabisa. Baada ya hapo basi nitakata vipande vidogo vidogo, inakuwa unakata mfano wa cubes kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Unaweza ukalinganisha vipande kwa kupima kwa macho, ama unaweza ukakata, lakini hakikisha vipande vyako ambavyo unavikata havitofautiani na vingine. Unakuwa unakata vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo basi utaweka katika bakuli ama katika sahani kama hivyo ambavyo inajionyesha, na unaona jinsi ilivyo, na ni tamu sana, ilikolea sukari. Kisha baada ya hapo basi nimeweka nazi kavu kwa juu kidogo, nimenyunyizia kwa ajili ya kuleta mvuto zaidi wa pudding yangu. Na mpaka kufikia hapo na kuwa nimemaliza kutengeneza ama kupika pudding ya maziwa. Na watakieni Ramadhani Karim, na wapendeni sana. Mpaka wakati mwingine, bye bye.